Ni miaka mingi imepita toka niondoke Tanzania, hatimaye nimerudi. Nitamshangaza sana mume wangu kwa kurudi bila kumpa taarifa tena, ngoja nimpigie sasa. Baby, niko Tanzania, sasa nakuja nyumbani hapo, nimekuja bila taarifa. Umerudi Tanzania, mbona hukunipa taarifa mapema hata nije kukupokea? Sikutaka kukusumbua mume wangu. Wewe nisubirie tu. Sawa, utanikuta hapa nyumbani nipo. Umenishangaza sana kurudi bila taarifa. Nimeona nije kukushangaza kipenzi, hujapenda? Kwa nini nisipende kukuona mke wangu, na miaka mingi imepita? Ndio, nimekumisi sana pia mume wangu. Vipi lakini masomo yako yalikuwaje huko Londani? Namshukuru Mungu, alikuwa vizuri hadi nimemaliza. Ni jambo jema basi. Mume wangu, mimi ngoja niende nikalale kwanza, maana nimechoka sana na safari. Baada ya muda mwingi kupita, hatimaye nimerudi tena kwenye chumba changu. Mbona kama kuna simu inaita ni ya mume wangu, ngoja nipokee. Habari, ulikuwa mtafuta nani? Wewe kama nani ukapokea simu ya mume wangu? Mimi ni mke wa Profesa, sijui wewe? Mke yupi? Mimi ndio mke wa Profesa na tunatarajia kupata mtoto. Wewe vipi? Unasema una mimba ya Profesa, ina maana ulikuwa watembea na mume wangu. Profesa ndio katembea na mimi, shoga tafuta kwa kujishikiza. Sawa binti, nitakutafuta baadaye na jeuri yako. Inamaanisha wakati sipo huyu mume wangu alikuwa na mwanamke mwingine, ngoja akanieleze vizuri. Mke wangu, nini shida? Baby, kumbe wewe ni msaliti. Kwa nini mke wangu? Niambie nini shida? Wewe msaliti. Sofia ni nani? Ni mwanafunzi wangu. Nani kakwambia kuhusu yeye? Kwa hiyo ukaona kufanya naye mapenzi haitoshi hadi ukampa na ujauzito? Ana mimba? Usijifanye hujui, kumbe hii ndio ilikuwa sababu kunipeleka nje ya nchi kusoma ili ubaki na malaya zako. Hapana baby. Najua umefanya hivi kwa sababu unajua siwezi kubeba ujauzito. Twende ndani kakuelekeze vizuri. Sofia, jipange kuanzia sasa hivi, nitahakikisha naharibu maisha yako kabla hujaribu ndoa yangu kabisa. Janeti, ni shampa maambukizi sasa. Ni zamu ya Sofia, ngoja nimpigie mwaka hau, lazima niwaongoze wote. Halo baby, na kuomba uje nyumbani. Nimekumisi sana na leo hali yangu sio nzuri hata kidogo, bila kupata huduma nitakufa. Usijali baby, niko kwa ajili yako. Sawa, njoo haraka kipenzi. Sawa, nakuja, nipe dakika 5 nitakuwa nishafika. Kiurahisi naja kumpa maambukizi na Sofia kama mimi nilivyopewa, nitahakikisha chuo kizima na wapa. Kipenzi, nimekumisi sana. Leo mchezo utakuwa mrefu hadi FIFA waingilie. Mimi mwenyewe nataka hadi nichanganyikiwe. Basi tangulie chumbani. Sawa, ngoja niende. Sofia, utanisamehe ila siwezi kuwa na maambukizi mwenyewe. Nyie mfaidi leo na kupa na wewe. Jema alinionya kufanya mapenzi bila kinga. Hembu ngoja niangalie humu ndani ya kabati kama zipo. Mungu wangu, hizi si dawa za watu wenye maambukizi, inamaanisha Ashonesco na maambukizi. Sitaki kuamini Ashonesco alitaka anipe maambukizi. Ngoja nimfuate. Kumbe una roho mbaya kiasi hicho. Kwa nini kipenzi, na mbona unalia kabla ya kufanya? Ufanye nini na mwenzako nani? Kwani Sofia si umekuja ili tufanye mapenzi? Kumbe unajua una maambukizi na ulitaka unipe? Nani kakwambia nina maambukizi? Nimeona dawa zako kwenye kabati. Umeona dawa? Ndio, kwa nini unielezi? Tena kuanzia sasa hivi mimi na wewe basi tena tusitafutane, naondoka. Subiri, usiondoke. Jema, uko wapi? Njoo baya watoto wasasi, nitakuwa hapa, kuna kitu tuongee. Naelekea sokoni, lakini nitapitia hapo. Shoga, imekuwaje ukaniita hapa ba? Jema, huwezi kuamini Ashonesco ana maambukizi. Wewe nani kakwambia? Nimeona mwenyewe anatumia dawa. Itabidi uende hospitali ukacheki afya yako, huenda kashakupa. Itabidi nifanye hivyo. Na vipi kuhusu mimba, unatoka? Hapana, sitoi. Sasa najikuta nampenda Profesa. Unampenda baada ya Ashonesco kuwa na maambukizi? Hapana, najikuta tu naanza kumpenda. Basi twende nikusindikize hospitali. Sawa, twende. Hadi sasa nimeshaambukiza watu 10. Leo ni zamu ya Shabani. Shabani, leo nataka uje unisaidie, nimezidiwa mwenzako, wewe ndio msaada. Nikusaidie nini? Shabani, basi jiongeze mimi mtoto wa kike, wewe wa kiume hujui mimi nataka nini? Hilo ni pepo, nenda kaombewe. Mimi unikomati binti. Hii ni sehemu ya 10, usipange kukosa sehemu ya 11, ni balaa jingine. Hivi Sofia kweli atakuwa mzima? Mimi bado sijui. Wewe unaonaje? Usisahau kutufollow hapo juu, kulike na kucomment kama umependa. Asante.